Mara baada ya mchezaji wa Yanga Sports Club na mzungumzia Pacome Pedro Zouzoua kuweza kupata majeraha mazito kwelikweli, mashabiki pamoja na baadhi ya wadau wa Yanga wameonekana kuwa karibu zaidi na Pacome kwa kipindi hiki, na wengine wapo mpaka waliokwenda kumtembelea Pacome hospitalini. Tuliweza kushuhudia picha pamoja na baadhi ya comments mbalimbali zikimtakia mema na kuishi Pacome akae sawa, aweze kurecover, arejee tena dimbani kuweza kuwapa burudani wananchi. Sasa mimi nikwambie kwamba kuna taarifa nyingi sana klabuni Young Africans, ikiwepo kipindi hiki ambacho wachezaji mbalimbali wamekuwa wakimaliza mikataba yao na kutimkia kwenye virabu vinginevyo vya soka. Kwa Yanga Sports Club imeonekana pia kuna wachezaji ambao hawana dalili nzuri kuendelea kuwepo klabuni hapo Young Africans. Tukianza na Prince Dube ambaye tayari amekwisha ondoka klabuni hapo baada ya kumaliza mkataba wake, lakini pia kwa Pacome Pedro Zouzoua ameingizwa katika watch list hii ya wachezaji ambao pengine wana hatihati za kuondoka Yanga, licha kuwa offers zimekuja kadhaa, lakini Pacome hakuridhishwa nazo na klabu husika haikuwa na matamanio ya kutaka kumwachia Pacome kwa kiasi kidogo cha fedha. Lengo kubwa la Young Africans ni kuweza kukuza vipaji ambavyo vinawasaidia katika kupiga hatua kimataifa pamoja na kwenye ligi kwa ujumla. Sasa kwa Pacome ambaye sasa hivi amekuwa ni kama chachu kubwa sana ya mafanikio kwa klabu ya Yanga, si rahisi kuweza kumtoa kwa dau dogo. Aidha uende na dau kubwa au na mikakati ambayo klabu itakuelewa kwa mfumo mzima. Sasa kwa hili ambalo wengi wamekuwa kilizungumza bado halina uhakika kwa asilimia zote, licha kwa mashabiki wengi kupendezwa na kusikia taarifa ya kwamba Pacome pengine atakapopona anaweza akatimka klabuni Yanga, kitu ambacho watu hawataki zaidi kuendelea kukisikia. Majopo ya wachambuzi pamoja na wadau wa soka wamelieleza hili na kuliweka wazi kwamba mchezaji yoyote ambaye ataonyesha performance yake kwenye msimu mfululizo akiwa anafanya vizuri, ni rahisi na vyepesi mno kwa virabu pamoja na mawakala mbalimbali kuweza kuwaona na kutamania kwenda kucheza katika virabu vikubwa hapa barani Afrika. So hiki ni miongoni mwa kitu ambacho kimekuwa ni cha kawaida na kimezoeleka, kwani si mchezaji mmoja ama wawili, tangia enzi na enzi wachezaji ambao huwa wanafanya vizuri katika ligi zetu wanakuwa na nafasi zaidi ya kwenda kucheza katika virabu vingine ndani ya Afrika pamoja na nje ya Afrika Mashariki. Wewe kama shabiki wa klabu ya Yanga una maoni yapi kuhusiana na Pacome Pedro Zouzoua kuendelea kubaki Yanga na kuondoka? Kipi kitakuwa ni kizuri zaidi? Tuambie kwenye upande wa comments hapo chini, lakini pia unadhani taarifa hizi zitakuwa na ukweli wa asilimia ngapi? Tukutane kwenye upande wa comment, lakini pia usisahau